Yanga Princess Edina Lema Mourinho kwa makocha. Na leo kweli naona ni siku ya Nyerere Day. Umetoka bwana, umepangilia code. Bwana makameramani kidogo tuanze chini kwanza kabla ya interview. Hatari. Umefanikiwa kuchukua mshindi wa 3 kwenye ngao ya jamii. Ilikuwa ni matarajio yako katika hatua hiyo ukilinganisha katika msimu huu na msimu ambao umepita, namna ambavyo uliishia na msimu ulivyoanza, unaweza kuzungumza vipi mwenye tathmini yako? Kwanza matarajio yetu yalikuwa ni kubwa, lakini kwa bahati mbaya tumefanya kile ambacho tunaweza kufanya, tukaweza kutimiza malengo yetu. Mashabiki wanafahamu miaka kadhaa iliyopita Yanga Princess ilikuwa kwa kiwango bora, lakini this time tunakuja kutengeneza timu tangu msimu uliopita. Kwa hiyo tunaona project yetu kuhakikisha kwamba tunafikia malengo yetu. Nafikiri kila mtu anatamani tuchukue ngao, lakini kwa bahati mbaya tukaweza kuchukua. Kwa hiyo hatuwezi kukata tamaa, lakini tunaendelea pale ambapo tumeishia. Kuna tuambie namna ambavyo kiasi chako inaonekana kucheza mchezo mzuri sana na mchezo wa kuvutia. Watu wengi wanaona sasa hivi hapa unaiona timu yako ni maneno ya watu namna ambavyo wanaiona kwamba ni timu ya kuchukua ubingwa. Sisi kama tunaona kwamba maendeleo yake ni mazuri, lakini hatuchukua ubingwa tu kwa sababu ya mtazamo wa watu tunapaswa kujipanga na kufanya kazi kuhakikisha kwamba kile ambacho watu wanazungumza au wanatamani kitokee kinaweza kutokea kwa ligi, kwa maana kiwanjani ili tuweze kutimiza malengo yetu na tuombe pia wachezaji wetu ndio. Unamzungumziaje bwana rais bosi wako na rais wa pia sasa hivi tunapata nafasi ya ujumbe ndani ya FIFA kule katika kamati za mashindano ya timu za wanaume, kitu gani ambacho unaweza kumwambia apata nafasi kubwa kwenye shirikisho la mpira barani duniani kote FIFA? Kwanza nimpongeze kwa sababu anatoa mwanga kwa vijana wengine ambao wako kwenye tasnia hii ya mpira, kuhakikisha kwamba yeye anakuwa kama kioo, na tunafahamu kwamba amekuwa ni kiongozi wa Yanga kwa muda mrefu kidogo, ameendelea kufanya vizuri, kujaribu kama ambavyo watu wengine wanafanya. Kwa hiyo kwanza tumpongeze kwa hicho ambacho wamekipata. Nafikiri ana uwezo wa kufika mbali zaidi kwa sababu ni mtu ambaye anaonekana anajua football vizuri. Laheri, na tunaamini atafika mbali zaidi kwa kile ambacho amekipata. Pengine baada ya miaka michache ijayo tutasikia anaweza kuwa na cheo kingine, kwa sababu ni mtu pia ambaye anajitambua, mtu ambaye anaweza kuzungumza mbele za watu, anaweza kujielezea na kufanya kitu ambacho watu wengi anaweza kuona kama ni kidogo. Kwa hiyo sina shaka na utendaji wake, naamini bado anaweza na nafasi ipo. Muombe heri awe na afya njema, nafikiri anaweza kufanya makubwa zaidi. Ndio, tupe moment ambayo ni mtu ambaye anafanya kazi, moment ambayo kuna kinaume na uliwahi kuandika sehemu, ni mtu ambaye alionekana kuamini katika uwezo wako na kuweza kukupa nafasi hiyo. Tupo moment nyingine ambayo unaikumbuka kama rais wako nchini? Kitu pekee ambacho naweza kusema na ilikuwa ni jambo zuri na jambo la historia kwangu, ni kunipa nafasi kwenda kufanya kazi kwenye timu ya wanaume. Ilikuwa ni kitu kikubwa kwangu mimi na nimshukuru. Wote siku zote nimekuwa nikisema kwamba ambacho siwezi kusahau, na nafikiri ndio kitu ambacho mwenyewe, kwa sababu nilienda kuomba na akaniahidi kwamba atafanya hivyo. Kwa hiyo ni mtu ambaye mara nyingi akiahidi kitu anafanya. Lakini nizungumze tu kwamba Engineer ni mtu ambaye ana mapenzi na watu wengi, anazungumza nao vizuri, marafiki wengi, lakini kiongozi ambaye anapenda watu wanafanya kazi. Yaani kama ufanye kazi vizuri, basi hawezi kuwa rafiki yako na hawezi kufika kwa chochote, kwa sababu yeye ni rais wa klabu. Anaamini kwamba kazi yake vizuri, kwa sababu jambo lolote zuri au baya kwenye klabu linakugusa moja kwa moja. Kwa hiyo yeye anazungumza na sisi kama vijana wenzake, kama wafanyakazi wake, lakini kwenye swala la kazi anakuwa ni mtu ambaye tofauti sana na hawezi kuwa anaweza kufeva kama hawezi kufanya kazi yake vizuri. Kwa hiyo ni kiongozi ambaye anatupa moyo, anatupush kuhakikisha kwamba tunaweza kupata mafanikio, kwa sababu mwisho wa siku yanamgusa yeye moja kwa moja kama rais wa klabu. Alama kwa maana kufanya vitu vikubwa zaidi kwenye hiyo industry. Ukiangalia kwenye mpira kama vile Samata, kwenye muziki na Diamond,
Unadhani kwenye mpira especially kwenye soka la kina mama wanawake, unadhani wewe ni mwanamke au kocha mwanamke ambaye umeweka alama kubwa zaidi, na kama ni kweli ni nini ndoto yako sasa kufikia hapa? Mimi nafikiri inawezekana ndio au hapana, kulingana na watu, sababu mimi nilikuwa kwenye mpira na muda mrefu. Kwa mtazamo wako naweza kucheza na kuongoza pia kwenye milango na sasa kocha sana na wanawake. Kwa mimi naona naweza kuwa kiongozi mzuri kwa wachezaji ambao wanachukia au watu ambao wanatazama kama mfano kwa kushika mafuta zao, lakini kiasi kidogo ambacho nakiona nimefanya na hisi nimefanya kwa pesa yangu na naendelea kufanya kwa kushika mafuta kwa zaidi hizo wakisema watu ambao wanatazama kwa mfano na wao sana bado nahitaji muda wa kuendelea kufanya vizuri na kuendelea kupambania kwa kushika mafuta.